Oko anawekea msimamo Malawi. Asante pia kwa mtazamo wako na yale yote ambayo yamejiri. Madam, karibu sana. Asante sana, nashukuru. Asante kwa mwaliko East Africa Radio. Habari ya ACT Wazalendo, mambo yanakwenda? Mambo yanakwenda, tunashukuru Mungu. Ndio. Sawa. Wiki hii kama ilikuwa busy sana kwenu, mmekaa vikao kadhaa wa kadha. Ilikuwa ni wiki aina gani kwa ACT? Wiki ambayo pia mmesemwa sana na wapinzani wenu kwa mtazamo wangu. Ilikuwa ni wiki ya kufanya maamuzi muhimu. Sisi kama chama ambacho tunaamini tumepewa dhamana ya kuongoza na Watanzania kuset mwelekeo wa siasa zinaendaje kutokana na hali halisi iliyopo nchini. Tulitakiwa sisi kama kamati ya uongozi kuwa tumepewa hiyo mamlaka kuwa ndio hatima ya kusema kama chama cha ACT Wazalendo kitashiriki au hakitashiriki kwenye uchaguzi mkuu wa 2025. Kulikuwa kuna ubishani wowote ndani ya chama? Kama kawaida sisi ni chama ambacho tunaamini kwenye msigano wa mawazo, na tunaamini mwisho wake katika huo msigano huo tofauti uko kuelezana hoja kinzani, tunapata hoja nzuri na tunaamua namna gani ya kwenda mbele. Lakini mwishoni tumekubaliana kwamba chama cha ACT Wazalendo kitashiriki uchaguzi mkuu wa 2025. Tutakuja kuzungumza. Mmekuwa mkionyesha wazi kwamba hamkubaliani na baadhi ya mambo yanayoendelea kwenye mifumo ya uchaguzi kama wenzenu wanavyolalamika kwa upande wa Chadema, lakini nyinyi mmekuwa mkionekana mnalalamika huku mnakwenda kwa kama hili, mnalalamika huku mnaingia kwenye uchaguzi. Tuwatafsiri kwenye engo gani? Tuseme ACT ni wanafikra gani kwenye hili? Wanaingia kwenye uchaguzi kwenye jambo ambalo pia washasema kwamba hawalielewi. Kwanza tutathminiwe kama chama ambacho kimeamua kujifunza kutokana na uzoefu mbalimbali. Tumeona nchi nyingi ambazo zimekuwa na mazingira ya utata magumu, mazingira ya ukandamizaji ambazo zimekuwa na chaguzi mbele, lakini wamefanya maamuzi yenye mwelekeo sahihi na hatimaye wakashinda. Kwa sisi tumejifunza kwenye hilo na tunaamini uchaguzi ni jukwaa lingine la kupigania mabadiliko. Lakini pia sisi sema kama chaguzi ni swala la vyama, lakini mwisho wa siku chaguzi ni swala la wananchi. Wananchi ndio wanaenda kwenye sanduku la kura na kuamua nani awaongoze. Kwa hiyo ni lazima upande mmoja kama chama ni kweli tuna matamanio yetu, lakini upande wa pili tunajibu kiu ya wananchi wengi ambao katiba imewapa jukumu la kuweka utawala madarakani. Kwa hiyo kushiriki pia ni sehemu ya kwenda na wananchi na kuwapelekea kwenda kwenye kufanya mabadiliko kwa kuchagua viongozi wanaotaka, lakini sio hivyo tu, kuendelea kupinga hali iliyoko na kutetea na kuilinda demokrasia. Mnajiona wapi kwenye uchaguzi huu mkitazama mlivyofanya siasa kwa miaka hii mitano, mambo mliofanya, wananchi wanavyowapokea mkienda kwenye mikutano? Mnajiona mtakuwa chama cha aina gani baada ya uchaguzi? Sisi tunajiona kama chama ambacho kwanza kimejiandaa tangia 2020. Sisi tumeweka mikakati, tumeendelea kukijenga chama chetu, kukiimarisha, kujisahihisha sehemu ambayo tulikosolewa na tumejikosoa wenyewe, kuhakikisha kwamba chama kinazidi kuwa imara, kinapata ufuasi mkubwa, uungwaji mkono, lakini kinakuja pia na sera bora, kwa sababu watu watakichagua tu ACT Wazalendo kwa vile tukipo, watakichagua kwa vile kinatimiza kiu yao na kinapeleka mbele sera bora mbadala. Sisi tunajiona kama ni washindi, tunajua tutashinda urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, urais wa Zanzibar, viti vingi vya ubunge, uwakilishi na udiwani. Hatuna shaka kwenye hilo. Mlikuwa mna kesi za uchaguzi wa serikali za mitaa, mlifungua kadhaa kwa ajili ya kupinga baadhi ya maamuzi na matokeo. Mlifikia wapi? Kesi zinaendelea. Tulifungua kesi 51. Kati ya hizo kesi 22 zilifutwa kwa sababu mbalimbali za kiteknikali. Lakini kuna nyingi ambazo zinaendelea maeneo mengi, Mkuranga, Lindi, Kigoma, na kuna kesi moja tumeshashinda upande wa Kigoma kwamba madai yetu yalikuwa ni haki na tumeweza kujenga hoja na kushinda kesi hiyo. Kwa hiyo tunaziendeleza hizi kesi mpaka zitakapofika mwisho, tukiamini kwamba tunataka kutumia njia ya mahakama
kuweka msingi wa madai wa wananchi, kuweka msingi kuonesha namna ambavyo chaguzi hizi hazikusimamiwa vizuri, zilivurugwa na wananchi walipokwa mamlaka yao ya kuchagua viongozi wao. Na sasa mnakwenda kufungua kesi nyingine kwa ajili ya kupinga kanuni za maadili, vyama kuondolewa kwa sababu tu havijasaini. Tupe kidogo, mnakwenda kufungua hili mkiwa na lengo lipi? Tayari mmeshasaini? Ni kweli tumesha saini, lakini sisi sio watu inapotokea changamoto, sisi ni watu wa kuikabili changamoto katika njia ambazo zipo na katika njia ambazo tunaona inaenda kutuletea jawabu. Tumesaini kwa kujiamini kabisa, lakini tumesema tutaendelea kupigania mabadiliko ya demokrasia nchini. Na njia moja hapo tunaotumia ni njia ya mahakama. Vyama visiposaini, vimeambiwa visiposaini. Kwanza tulipata fursa ya kutoa maoni yetu kwa tume, kuambia mambo ambayo tunaona haya sio sawa, kwa sababu kanuni za maadili zimeweka hapana nyingi na lazima nyingi kwa vyama kuliko serikali na tume yenyewe. Hatujaambiwa kwamba serikali isipotimiza wajibu wake kwenye uchaguzi huu itapewa adhabu gani, tume isipotimiza wajibu wake kwenye uchaguzi huu itapewa adhabu gani. Badala yake vyama ndio vimewekewa makatazo mengi na mambo mengi ambayo wenyewe visipotimiza kwamba vitashindwa. Moja hapo ndio hilo kwamba halitashiriki uchaguzi. Na kama nilivyosema, uchaguzi sio wa vyama, uchaguzi ni wa wananchi. Wananchi wana haki ya kushiriki uchaguzi. Kwa hiyo tusitumie sura au mwenendo wa chama fulani kunyima wananchi haki ya kupigania. Na kwa Tanzania tumesema kwamba ili mtu agombee, hatuna mgombea huru, ili mtu agombee ni lazima apitie kwenye udhamini wa chama. Kwa hiyo hilo swala lazima tuliangalie kwamba katiba imetupa haki za kisiasa, na tunaona kwa kuweka kanuni hii kuna minya ile haki ya kisiasa ya mwananchi wa kawaida. Kwa hiyo tunakwenda mahakamani kuomba mahakamani itupe tafsiri sahihi. Yes. Swali. Mmekuwa kama chama mna operation ambayo mnaenda nayo inaitwa Operation Linda Demokrasia. Ndio. Na mmekuwa mkizunguka huko mikoani. Mapokeo yamekuaje kwa wananchi? Wanasemaje kuhusu nadharia ya Operation Linda Demokrasia? Mapokeo ni mazuri sana kwa sababu tunapata fursa ya kuwaelimisha wananchi kwa nini tumechukua mrengo huu ambao tumeuchukua, lakini muhimu wananchi kutumia nguvu yao, uwezo wao na mamlaka yao kubadilisha masuala katika nchi. Sisi ni vyama, tuna sera tofauti, sera mbadala, lakini mwisho wa siku wananchi wakisimama imara, mambo yatafanyika kama wao wanavyotaka, badala ya kulalamika. Tunataka wananchi wachukue hatua, wasimamie demokrasia, wailinde demokrasia na waendelee kuitetea demokrasia. Na sasa kuelekea kwenye uchaguzi, watumie sanduku ya kura kama sehemu ya kupaza sauti yao na kukataa kile ambacho wanaona kwamba Chama cha Mapinduzi hakijaweza kuwapeleka kwenye hiyo nchi ya ahadi ambao kila siku wamekuwa wakitupa ahadi hizo. Mara kadhaa nimekuwa nikizungumza na katibu mkuu Ado, na mara ya mwisho tulizungumza kanipa taarifa kwamba mpo kwenye harakati za kutengeneza mahusiano na wapinzani wenzenu. Mmeandika barua, mkatamani kukutana nao, wengine mkakutana nao, kujaribu kuunganisha nguvu ya pamoja ili muweze kushiriki uchaguzi huu mkiwa na lengo moja. Mmefikia wapi? Kuna namna, na alitumia neno vyama makini ambavyo mnavitafuta. Mmevipata vyama makini vya kuungana navyo? Sisi ni waumini wa umoja, sisi ni waumini wa mashirikiano, na tumechukua hatua kama alivyoeleza katibu mkuu. Tumezungumza na vyama, tumewaandikia, na tunafikiri tumetimiza wajibu wetu wa kuleta vyama pamoja na kuviambia kwamba umoja ndio utatupelekea kupata matokeo bora zaidi kwenye chaguzi zetu na mapambano mazima ya kudai mageuzi ya mifumo ya chaguzi zetu. Kwa hiyo tunaamini hapa tupofika tumeshatenda wajibu wetu. Mpira sasa uko kwa vyama, hivyo tulivyowasiliana navyo, tulivyowashawishi nao wasogea hatua nyingine, tuende mbele. Dalili za kuungana unaziona? Tutaziona kama itawapendeza wao pia kuchukua hatua muhimu. Hapa tulipofika sisi hatutaki kusema sana kwa sababu tumeshatenda yale ambayo tunaamini kama chama yalitupasa kufanya hivyo, na tumeendelea kusema tunaamini kwenye umoja,
tunaamini kwenye mashirikiano. Sasa ni zamu yao sasa kusogea hatua nyingine ili tukayapate yao mashirikiano. Wakati unaingia hapa nilikutania kwambia wiki hii kwangu mimi naona ni kama chama ambacho kimepokea ukosoaji mwingi sana kwenye mitandao. Sisi tunakaa mitandaoni tunaona kuanzia Jumamosi alipoonekana Ado Shaibu anatia saini kwenye zile fomu za maadili, kuna namna imewatenganisha na wapinzani wenzenu baada tu ya nyie kusaini? Hapana, unajua kama chama cha siasa kukosolewa ni swala la kawaida, lakini unaangalia wale watu wanakosoa nini. Sisi ni chama ambacho tunapokea sana wanaotukosea, tunasoma pia na tunajaribu kuona wanasema nini na sisi tunasema nini. Lakini tunaamini kwenye safari ya kutaka mabadiliko ya kisiasa wakosoaji watakuwa wengi. Ndio maana tuna mirengo tofauti, na kama taifa tuna vyama 19, kila mtu ana mrengo wake. Kila mtu anaamini ni njia gani tupite ili taifa hili liendelee kukua kichumi, kisiasa, kiutamaduni. Kwa hiyo sisi tunayapokea hayo makosoa, lakini barabara tunayoitumia tunaichagua baada ya tafakuri, baada ya uchambuzi wa kina, baada ya tafiti nyingi, na tunajivunia kusimama kwenye maamuzi yetu na barabara yetu. Hatutoyumbishwa kwa vile fulani ameona kama hatujaenda kutokana na alivyokuwa anataka. Ingekuwa ni hivyo basi tungekuwa na chama kimoja. Kwa sisi tunaamini tuna mawazo bora mbadala, na tunasonga mbele. Tumeshafanya maamuzi, tunasonga mbele. Na katibu mkuu wetu alikwenda kwa maelekezo ya kamati ya uongozi na vikao vingine vyote. Kwa hiyo ametimiza wajibu wake kwa kujiamini kabisa, na sisi tunaendelea kutimiza wajibu wetu. Ndio. Sawa. Yes, uchaguzi mwaka huu ukitazama wadau wengi wa demokrasia unautazama kwamba unaweza ukapoteza wafuatiliaji na uungwaji mkono. Na ACT Wazalendo mmekuwa kama chama kiongozi sasa hivi. Nyie kama chama kuna kujifungia kufanya tafakuri ili mnahisi lina uhalisia wote kwamba uchaguzi mwaka 2025 unaweza kupoteza wafuatiliaji, wakiunganisha kwamba Chadema wanaweza asiwe. Sasa sisi tumeyafanyia kazi yote hayo. Tunajua tuna kazi ya kuongea na Watanzania, kushiriki uchaguzi kwa kujiamini, umuhimu wa wao kuwa sehemu ya mabadiliko na kusimamia haki zao. Ndio maana tumesema Operation Linda Demokrasia, kwa sababu umlinzi wa demokrasia ni mwananchi wenyewe, na wasiuache mzigo kwa vyama. Inatokea, inawezekana vyama vingi au vingine na vingine havitoshiriki, lakini mwisho wa siku jukumu hili linaachwa kwa Mtanzania mwenyewe kuamua hatima yake, kuamua viongozi gani wamuongoze kwa miaka 5 ijayo, kutetea namna ya demokrasia tunayopata na kushikilia yale tuliopewa na katiba ya nchi yetu. Huu ni mchakato wa kuelekea kwenye ujenzi wa demokrasia, lakini pia tuna fursa kubwa kama Watanzania kujifunza kutoka kwa watu wengine. Tunamuona Bobi Wine, pamoja na ukandamizaji, pamoja na mambo yanaendelea nchini mwake, hajawahi kususia uchaguzi. Ameendelea kushiriki uchaguzi, akiendelea kupambania, lakini mwisho wa siku tunaona akiendelea kupata viti. Hata majuzi hapo kwa kuna uchaguzi wa marudio na ameshinda. Badala yake tunaona chama tawala ndicho kinacholalamika kwamba chenyewe ndio kimeibiwa kura. Kwa hiyo mapambano ya kutaka mageuzi, kuboresha mifumo yetu ya uchaguzi, sio swala la kukaa tu na kusema hivi au hivi. Ni kitu ambacho inabidi tufanye tena na tena, tukirudie na twende na mikakati ambayo tunaiamini itatuletea tija, badala ya kususia. Ukisusia ndivyo unavyoenda kuwapa nguvu watawala ambao wanaona watapata kama barabara nyeupe, watasema hawajaja, wapinzani wameondoka. Lakini sisi tunasema twende tukapambanie huko. Jukwaa la uchaguzi ni jukwaa sahihi la kupigania mabadiliko. Hivi karibuni mlitangaza kwamba sasa mmeondoka kwenye zile siasa za kuzungumza sana, mkatumia neno mapambano. Msikia mwenyekiti Ado alikuja hapa akatuambia sasa hivi ni mapambano. Ina tafsiri gani kuelekea kwenye uchaguzi huu ambao unaonekana pia nyie mmeingia moja kwa moja kwenye uchaguzi? Mapambano yake mmeyapanga kwa aina gani? Kwanza tafsiri yake ni kwamba uchaguzi utakavyokuja, Chama cha Mapinduzi kitakavyoleta uchaguzi, ndivyo na sisi tutakavyojibu kwa nguvu ile ile. Tutashiriki tukipambania haki zetu, tukijua kwamba na sisi tuna wajibu wa kuilinda na kuongoza wananchi kwenda kwenye uchaguzi ambao ni wa haki, uchaguzi wa kidemokrasia. Kwa hiyo hatutokaa kimya, hatutorudi kwenye yale mambo ya majadiliano ya mezani. Tunajua Chama cha Mapinduzi tumewaambia
huu ni mwaka wa 4 na kila wakati wanasema muda hautoshi. Na sasa hivi imebaki miezi 6 bado wanaona muda hautoshi. Miaka 4 iliyopita muda ulikuwa hautoshi. Kwa hiyo unaona jukwaa linalojengwa kwa ajili ya uchaguzi ni watu waliodhamiria kwamba kusiwe na uchaguzi huru, haki na za kuaminika. Kwa hiyo sisi tunaenda na sisi kwa mfumo huo, lakini tukija na masuluhisho. Na nimesema nguvu yetu kubwa ni kwa Watanzania ambao wanataka mabadiliko, ambao wanaamini kwamba mabadiliko yataletwa na wao. Unapoona diwani wa upinzani, mbunge wa upinzani ametangazwa, hata kwenye chaguzi za huko nyuma zilizopita, ni wananchi ndio walisimama naye na wakahakikisha kwamba haki yao inapatikana, kwamba yule aliyomchagua ndiye anayetangazwa. Kiongozi mkuu wa chama Zitto Kabwe juzi kwenye kurasa zake za mitandao ya kijamii akafungua milango sawa kwa wale ambao wapo kwenye vyama vya siasa na madirisha kwao yamefungwa. Ilikuwa ni dakika chache baada ya nyewe kutangaza kwamba mnashiriki uchaguzi. Waje tufanye siasa. Tunajua huko mjini kwenye siasa saizi watu waliofungiwa madirisha tunawajua, ukitazama sisi ambao tunafuatilia kwamba kuna mtu ambaye yupo kwenye chama anatamani uchaguzi lakini kwenye chama akiamini kwenye uchaguzi. Mmepokea watu kama hao wanaotamani kuja? Mna maombi yoyote labda ya wanachama wapya mnatarajia kuwapokea? Kwanza ni muhimu pia kukumbusha kwa nini tunalijenga ile jukwaa linaloitwa ACT Wazalendo. Kumbuka ACT Wazalendo ni matokeo ya mambo kama hayo, migongano ndani ya vyama vya siasa, na tumepata uzoefu mkubwa kutoka kwa vyama mbalimbali vikubwa katika nchi yetu. Kwa hiyo sisi tumeamua kujenga jukwaa ambalo mtu yoyote ambaye ana nia dhati ya kuleta mabadiliko, ana nia dhati ya kutumikia wananchi, atapata jukwaa sahihi na jukwaa ambalo litampeleka kwenye kufikia malengo. Na sisi tunaamini tumeendelea kukiboresha chama hiki ili kiakisi chama bora ambacho tunaachana na migongano, misuguano, sintofahamu za kuelewana, na tunajikita kwenye kuwaletea wananchi jukwaa sahihi la kupigania mabadiliko. Kwa hiyo sisi tunasema siku zote tuko tayari na tunawakaribisha wale ambao wanataka jukwaa sahihi la kupigania mabadiliko. Tunaamini yoyote ambaye sasa hivi anaona kwamba anatafuta platform sahihi ya kupigania mabadiliko anakaribishwa chama cha ACT Wazalendo, bila kutarget nani na nani anatoka wapi. Sisi tunasema Watanzania wote wenye nia ya dhati ya kusimamia mabadiliko, ya kufanya kazi na wananchi ambao wanataka kugombea nafasi mbalimbali kwenye uchaguzi wetu. Tumesema tunapigania nafasi zote: urais wa jamhuri, urais wa Zanzibar, ubunge, uwakilishi na udiwani. Wanakaribishwa kwa mikono miwili na wataendelea kuingia kwenye michakato ya chama ambayo itatangazwa na katibu mkuu namna ambavyo tumejipanga na hizo tarehe ambazo zitatumika kufanya maamuzi kwenye vikao vya chama namna katiba yetu inavyotuelekeza. Tetesi, mmeanza mazungumzo na Halima Mdee kujiunga na chama chenu na baadhi ya wabunge wenzake. Tetesi zitaendelea kuwa tetesi, lakini sisi kama chama cha siasa tuna haki na tuna wajibu wa kuendelea kuwatafuta wanasiasa bora ambao tunaamini wakitumia ili jukwaa la ACT Wazalendo litatupa matokeo kwa manufaa ya wananchi. Kwa hiyo ni kazi yetu sisi kama chama cha siasa, tunapoona viongozi bora, watu bora ambao watafaa na wanahitajika na wananchi, kuja kuwakaribisha kwenye jukwaa letu. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida kwa chama kurecruit au kufuatilia wanasiasa bora na kuwataka waje kwenye chama. Kuna namna mnafuatilia kinachoendelea Chadema, kimgogoro kinachoonekana. Kuna namna mna enjoy kukaona kwamba mkitokea kitu afu tufungue milango, watakimbilia tu humu. Kama taasisi, actually sisi sio kwamba tunafanya kibubusa. Kama taasisi tuna kitengo maalum kinachoitwa opposition research, kuangalia mshindani wako anafanya nini na mambo gani wewe kama chama unatakiwa uyachukulie, uyatendee kazi ili yalete tija kwenye chama chako. Kwa hiyo tunafuatilia mambo yanaendelea ndani ya vyama vyote vya siasa nchini. Sio hicho tu chokitaja, vyama vyote. Na tunaangalia namna gani chama chetu kinaweza kufaidika kutokana na changamoto ambazo zinatokea kwa washindani wetu. Yes, wengi wanasema kwamba uchaguzi uje mnaochukulia kama ni uchaguzi wa kwenda kukua kwenye taasisi yenu. Kwa sababu taasisi yenu kiangalia ni taasisi mpya ikiendelea kukua. Mmeacha kuchukua mtazamo wa kiharakati, mmechukua mtazamo wa kitaasisi. Unafikiri kwamba uchaguzi huu kwani mnaingia kama kwenda kujenga taasisi au kwenda kushindana na Chama cha Mapinduzi?
Mimi nitasema ni yote, kwa sababu hii ni taasisi, kumbuka hiki ndio chama cha mwisho kupewa usajili wa kudumu katika nchi yetu. Lakini Watanzania kwa kutuunga mkono, kwa sisi wenyewe kuendelea kujiboresha, tumeendelea kuimarika siku baada ya siku katika mambo yote. Kwa hiyo sisi katika mkakati wetu kuna mkakati wa kukuza na kuimarisha taasisi, na mkakati pia wa kupata uungwaji mkono na kushinda kwa kishindo chaguzi zoko mbele yetu. Kwa hiyo hapa tunatekeleza yote kwa pamoja, tukitambua kwamba taasisi imara huzaa viongozi imara na huzaa mabadiliko ambayo yatadumu na ambayo yako organized. Kiswahili cha organized, yani yameunganishwa na yana uongozi unaoeleweka. Na wakati huo tukitambua kwamba vyombo vilivyoko bunge, halmashauri, swala la uongozi katika ngazi ya urais ni vyombo ambavyo ni muhimu, na kama chama cha siasa ni lazima twende kuviongoza. Lengo letu ni kushika hatamu za nchi hii, kuongoza nchi hii. Kwa hiyo hilo ndilo jicho letu linakoelekea, huku tukiimarisha kila upande ambao ni muhimu kufikia lengo hilo. Vipi mwamko wa wanachama kwenye kuwania nafasi mbalimbali? Nafahamu wewe ni miongoni mwa waliotia nia ndani ya chama kuwania. Tutazungumza baadaye tukirejea, lakini nimeona pia mwenyekiti, wanachama wengine vipi kwenye majimbo, maeneo mbalimbali? Mnaona mwamko wakitamani kuwania kupitia chama chenu? Sisi tunashukuru kwamba wanachama wetu wana mwitikio mkubwa na mkakati wa chama umefanya kazi na umetuletea matokeo makubwa. Wanachama wetu wanaendelea kuchukua fomu kwa wingi, na mtaona katika mkakati wetu tutaanza kuweka hadharani, tutaanza kuonyesha, na tutakuwa tuna mambo mengine makubwa ya kimapinduzi ambayo tutayafanya katika michakato yetu ya uchaguzi. Na tunaomba waendelee kuja kuchukua fomu. Sisi ni chama tunachoamini demokrasia hujengwa kuanzia ndani. Tunataka tuone ushindani wa kihoja, ushindani wa kidemokrasia ndani ya chama, na hatimaye tupate wagombea sahihi wa kwenda kutuwakilisha. Kuna namna mna ngome zenu vyama vinavyokuwa vya siasa hivi, kuliko kujitanua nchi nzima, kuna namna waga wanatenga ngome. Kuna namna mmeshaandaa ngome kwamba kwa eneo hili piga huwa garagazi. Eneo wetu kimkakati. Hapo tulipo, sitaweza kuvujisha mkakati wa chama, lakini hapa tulipo kama chama cha ACT Wazalendo tuna uhakika na tunajua tunakwenda kufanya vizuri wapi tuongeze nguvu, wapi hapa panahitajia kujengwa zaidi. Na tunaendelea kufanya kazi zetu za msingi kuhakikisha pale ambapo tunaona kama pamelegalega kuendelea kupaimarisha, lakini tunajua na tunafahamu kila eneo ambalo tuna nguvu na ambalo tukiweka watu sahihi wananchi watatuunga mkono na tutapata ikiwemo Kigoma. Ikiwemo Kigoma, Lindi, Mtwara, Kaskazini. Chama chetu kwa sasa ukikiangalia sio sura tena ya Kigoma. Kigoma ilikuwepo miaka 9 iliyopita kutokana na uanzishwaji na mambo hayo. Lakini tumekuwa kutoka Kigoma na tumeenda nchi nzima mpaka Pemba, mpaka Rukwa, mpaka Tanga. Eneo lote la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tupo, tunajidai na tunajua tuna ushindi wa uhakika. Sawa, huyo ni Dorothy Sem, ni kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo. Tutakuja kuhitimisha naye tukirejea baada ya news update muda mchache tu ujao. Karibu sana, kama ndo kwanza unajiunga nasi, maoni yako tuandikie kupitia 0683802966. Tupo live pia kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa East Africa Radio. Mimi naitwa Exaudi Mtei.